Ndugu zangu wapendwa, leo Dominika ya Matawi, tumeanza wiki kuu, wiki ambalo tunatafakari mateso na kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 50, tumesikia juu ya mtumishi wa Bwana ambaye katika kutekeleza jukumu lake anakutana na magumu mengi, hata anatemewa mate, wanamkejeli, lakini huyu mtumishi wa Bwana hakati tamaa, anamweka Mungu mbele akijua kwamba Mungu atamsaidia. Utabiri wa Isaya unakamilika katika nafsi ya Kristo. Kristo alikuja, aliteseka, na wala wakati anateseka hakufurukuta, alikuwa mnyenyekevu na akafa msalabani, na mwishowe na kuzikwa, na baadaye alifufuka. Katika somo la pili ni huyo barua ya Paulo kwa Wafilipi sura ya 2 mstari wa 6 mpaka 12, anaongelea kuhusu huyo ambaye huyo ambaye ni Kristo, ambaye nabii Isaya alimtabiri kwamba alikuwa sawa na Mungu, lakini akaona kwa nini ang'ang'anie kule kuwa sawa na Mungu, akajishusha akawa mwanadamu na akateseka, na baadaye Mwenyezi Mungu akamkuza. Na tukaambia kwamba mtumishi huyo ambaye alijishusha, Mwenyezi Mungu baada ya kumpa jina kubwa, basi kila goti litapigwa katika jina lake, na pia kwamba kila ulimi utapa kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Ndio huyo ambaye katika Injili tumesikia alivyoteswa kwa vikali, lakini alikuwa mnyenyekevu mpaka mwisho. Ndugu zangu wapendwa, siku ile ambapo Kristo alimfufua Lazaro, watu wengi walianza kumwamini na kuanza kumfuata. Wakuu wa makuhani na Mafarisayo waliamua kuitisha kikao, wakaamua kukaa. Wanasema, tumfanye nini? Tufanye nini? Mtu huyu watu wengi wanamfuata. Sasa tusipofanya kitu, Warumi ambao wanatutawala watatuondoa katika nafasi zetu, na tena wataliangamiza taifa letu. Kwa hiyo hao wakuu wa makuhani na Mafarisayo wanaweka mikakati ya kumuua Kristo. Kristo amefanya kosa gani mpaka wamuue? Ingekuwa kwamba aliua, basi sema huyu ameua, ngoja tumuue. Kila kufanya kosa lolote. Mbona Kristo alikuwa na ubiri upendo, na asema kwamba hata mpende adui yako. Sasa kwa nini wanataka kumuua? Ndugu zangu wapendwa, kwa nini Kristo aliingia Yerusalemu kwa shangwe? Tunaona kama tulivyofanya, aliingia kwa shangwe, wakamshangilia. Wale kuwepo wengi wakamshangilia kabisa, na ni wakati huo tu ambao tunaona katika maandiko matakatifu ambapo Kristo alikubali ashangiliwe. Ni wakati huo tu, wakati ule alipogeuza mikate na watu maelfu wakala, na watu walitaka kumfanya mfalme, alichopoka akaishia zake. Wakati alikuwa anatoa mapepo wengine walikuwa wanajaribu kusema kwamba yeye ni nani, akawa anawakemea. Lakini ni wakati ule wa kuingia Yerusalemu ndipo aliporuhusu ashangiliwe kama mfalme. Kwa nini alifanya hivyo? Moja, kwa sababu saa yake ilikuwa imewadia, au siku zake zilikuwa zimewadia.
Kwa hiyo alienda kwa lengo hilo ili baadaye apate kutukuzwa. Mwanzoni wa uhai wake, miaka ile 30, Kristo alikuwa kawaida tu, kawaida kabisa, hakufanya chochote miaka 30. Na ile miaka mitatu akaanza kuhubiri habari njema. Na sasa anapokuja kuingia Yerusalemu, anaonyesha sasa muda wake utume wake. Sasa maana amehubiri miaka mitatu, sasa ndio anafikia ukingoni ili baadaye atukuzwe, auawe, atazikwa na mwishowe atafufuka, na tena anakiendea kifo kwa ushupavu. Mwenyezi alitaka aitumie kumwokoa mwanadamu. Sababu ya pili ni kwamba alitaka kuonyesha kwamba yeye ni Masiha. Hapa na pale katika maandiko matakatifu alikuwa anajaribu kuonyesha kwamba yeye Masiha, lakini watu hawakutaka kumuelewa kabisa. Kwa hiyo siku hiyo ya kuingia Yerusalemu kwa shangwe, walao walitaka watu waone kwamba kweli huyu ndiye yule Masiha ambaye aliyeandikwa katika maandiko matakatifu. Na sababu ya tatu ni kwamba alitaka kuonyesha kwamba yeye ni mfalme. Alitaka kuonyesha kwamba ni mfalme. Tukisoma katika kitabu cha nabii Zakaria sura ya 9 mstari wa 9, utakuta maneno kwamba furahi binti Sayuni, mfalme anakuja kwako kwa unyenyekevu akiwa amepanda punda. Kwa unyenyekevu kabisa akiwa amepanda punda. Mfalme anakuja kwa unyenyekevu akiwa amepanda punda. Na Kristo siku ile aliingia Yerusalemu akiwa amepanda punda, tena kwa unyenyekevu tu, kwa unyenyekevu. Kwa hiyo alitaka kuonyesha siku hiyo kwamba kwa kweli yeye ni mfalme. Na sababu nyingine pia aliyoingia aliruhusu kuingia Yerusalemu kwa shangwe, alitaka kuonyesha wale maadui zake, kuwaonyesha maadui zake wale ambao Mafarisayo na wale wakuu, alitaka kuwaonyesha kwamba yeye analo kundi la watu wengi wanaomfuata. Alitaka kuonyesha hilo kwamba anao wafuasi wengi. Siku ile watu wengi matawi yao wanamshangilia Hosana juu mbinguni. Kwa hiyo aliwaonyesha adui zake, alipenda kuonyesha adui zake kwamba ninao wafuasi wengi tu. Na Kristo hakupenda kufanya nini? Kutumia nguvu dhidi ya hawa adui zake. Hakupenda. Analo kundi kubwa, wala hakupenda kutumia ile kundi kubwa, yani wale wafuasi wake wafanye nini? Wawaletee fujo wale makuhani, wakuu wa makuhani na Mafarisayo. Kristo hakupenda kufanya nini? Hakupenda kuchanganya, hakupenda kuchanganya mambo ya dini na mambo ya siasa. Unajua kuna sehemu nyingi katika upande mambo ya kisiasa, inapotokea mahali fulani kwamba uongozi watu wamechoshwa na uongozi, mara nyingi huwa wanafanya maandamano. Kundi la watu wanafanya maandamano. Tunasikia katika nchi mbalimbali ambapo watu wamechoshwa na uongozi wanafanya maandamano, na hapo unakuta aliye kiongozi, si rais, anakimbia zake. Kwa sababu nini? Umati wa watu unaleta fujo, unaingia kwenye makao yake, inabidi aondoke. Sasa Kristo hakupenda kuchanganya mambo hayo kama mwanasiasa, kwamba lile kundi ambalo walikuwa wanamfuata alitumie dhidi ya wale adui zake. Hapana, Kristo alikuwa mnyenyekevu sana.
alikuwa mnyenyekevu, hakupenda kutumia ule uwezo aliokuwa nao, hakupenda kutumia kuangamiza adui zake. Uwezo alikuwa nao kabisa, lakini hakupenda, alikuwa mnyenyekevu kabisa. Kuna wakati fulani kalitembea kakilipu fulani, kuna simba dume, simba likubwa tu, alafu na kambwa kadogo, tena mguu mmoja umelemaa, aka kambwa kamguu kamoja kamelemaa. Sasa aka kambwa kanamwendea simba, kanambwekea, kanamtisha simba, kanamtisha huyu simba, na simba yuko tu mkimya na kiangalia kikimbwa, na kiangalia, na tena hiki kimbwa kama kinataka kumrukia, na simba anakwepa hivi kidogo tu, anakiangalia, na mwishoni simba akaondoka taratibu. Hivi ni kwamba simba alitishwa na haka kanyama kadogo, haka kambwa? Hapana, ni unyenyekevu, kwa sababu nguvu alizonazo simba angefanya namna hii tu, kambwa kwenye utumbo nje huko. Sasa Kristo alikuwa na mamlaka, alikuwa na uwezo wa kuangamiza adui zake, lakini hakufanya hivyo. Alikuwa mnyenyekevu kabisa, na anakubali mateso, anaingia katika safari yake ya ukombozi kwa mateso, unyenyekevu. Tumesikia katika Injili alivyokuwa anateswa, wanamtemea mate, na wanamvua nguo, wanampiga. Si kwamba hakuwa na uwezo, angeza akachomoka, kwani si kwenye maandiko matakatifu kuna sehemu ambapo unaona kwamba walivyotaka labda kumkamata anachopoka, anaishia zake kwenye njia ya mateso, kwani kwamba alishindwa kuchopoka. Alikuwa mnyenyekevu kabisa, lakini lengo lake ni ile kwamba aitimize kazi yake ya kumkomboa mwanadamu kwa njia ya mateso, kifo na mwishowe ufufuko wake. Ndugu zangu wapendwa, tumeanza wiki kuu ambalo sasa tutakuwa tunatafakari ili fumbo la Pasaka. Nyima na kadhalika. Sasa hivi tunaingia kwa undani ile fumbo, mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo ndugu zangu, wiki hii tutumie fursa hiyo kutafakari fumbo hilo, kuona jinsi Kristo alivyotupenda kwa upeo wa ajabu, kukubali mateso. Angeweza kuyakwepa, lakini akakubali mateso, akakubali kusulubishwa pale msalabani, kudhalilishwa pale msalabani na kufa kwa ajili ya nani? Kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo ni kipindi cha kufanya tafakari pale msalabani. Wakati Kristo yuko pale msalabani, ukiacha Bikira Maria, Yohane, na nani pale, kemea yule, anasema uogope, sisi ndio tuna makosa, huyu hana makosa. Na baadaye alimwambia Kristo, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Na Kristo akamwambia kwamba leo hii utakuwa na mimi peponi. Naona kwamba Kristo alikuja kwa ajili ya wadhambi. Naona huyu anayeambiwa kwamba utakuwa na mimi peponi, si kwamba alikuwa malaika, alikuwa mtakatifu. Huyu alikuwa mdhambi, alikuwa muuaji, ndio maana walikuwa wanamsulubisha. Lakini Kristo anamwambia kwamba utakuwa na mimi peponi. Kwa hiyo Kristo alikuja kwa ajili ya wadhambi, na wale wadhambi ambao wanaotubu, huyu alitubu. Wadhambi ambao wanaotubu wataingia paradisini. Kwa hiyo ndugu zangu, hii wiki kuu tunapotafakari mateso ya Kristo,
atujalie neema zake ili kusudi tuweze kuingia kwa undani katika fumbo hilo na tuone jinsi gani Kristo alivyotupenda mpaka akamwaga damu yake kwa ajili yetu sisi, lakini pia alifufuka, na kwamba wote wanaomwamini Kristo hata watupa nje na wao pia watakuja kurithi ufalme wa mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.